Kwa jina naitwa Philson Kagimbo, ni mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa kilimo Kihinga kilichopo mkoani Kigoma, kituo ambacho kinajihusisha na utafiti na uendelezaji wa zao la mchikichi Tanzania. Kwa mwaka huu 2026 tunashiriki katika maonyesho ya 50 ya kibiashara hapa Tanzania, yani Sabasaba, ambapo tumekuja kuonyesha teknolojia mbalimbali ambazo zimezalishwa na kutengenezwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, yani TARI. TARI ni Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, na kwa Kiingereza tunasema Tanzania Agricultural Research Institute. Ni taasisi iliyoanzishwa kwa sheria ya mwaka 2016 na ikiwa na lengo kubwa la kufanya na kuratibu utafiti wote wa kilimo nchini Tanzania. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kama nilivyosema kwamba tunajihusisha na kufanya pamoja na kuratibu utafiti wa kilimo nchini Tanzania. Hii kazi ya utafiti tunaifanya kwa kupitia katika vituo mbalimbali ambavyo viko 20 na vimesambaa katika baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Hivi vituo 20 vya utafiti ambavyo viko chini ya taasisi hii ya TARI, kila kituo kimepewa jukumu mahususi la kufanya kitaifa. Kwa mfano, mimi kituo ninachotokea ambacho kinaitwa TARI Kihinga, chenyewe sisi tumepewa jukumu mahususi la kufanya na kuratibu utafiti wa zao la mchikichi nchini Tanzania. Hapa tuko Dar es Salaam, na penyewe taasisi ya TARI ina kituo kinaitwa TARI Mikocheni, kituo ambacho kimepewa chenyewe jukumu mahususi la kufanya utafiti wa zao la minazi pamoja na mambo ya bioteknolojia, mambo ya maabara. Na vituo vingine ambavyo viko katika baadhi ya mikoa, kwa mfano ukienda Morogoro tuna vituo viko vitatu. Kuna TARI Ilonga ambayo yenyewe inafanya utafiti wa mahindi ya ukanda wa chini, pamoja wanafanya na utafiti wa mbaazi, wanafanya utafiti wa mazao mengine mbalimbali. Na pale hapo Morogoro kuna kituo kinaitwa TARI Dakawa, wenyewe jukumu lao kuu ni kufanya utafiti wa mpunga. Lakini ukienda kule Ifakara tuna kituo kinaitwa TARI Ifakara, na wenyewe wanafanya utafiti wa mpunga. Kwa hiyo vituo vimesambaa katika mikoa tofauti tofauti, na jumla yake viko vituo 20. Kila kituo kinafanya jukumu lake ambalo kimepewa mahususi kulifanya ndani ya nchi hii, na unakuta hilo jukumu ni labda ni utafiti wa zao fulani ambalo katika huo mkoa au hiyo sehemu ndo linalimwa kwa wingi. Kwa hiyo unakuta hicho kituo kimepewa jukumu mahususi kufanya utafiti na uendelezaji wa hilo zao. Kwa hiyo huo ndo mgawanyo wa vituo vyetu, na kwamba kila kituo kinafanya utafiti katika zao fulani au mazao zaidi ya moja kulingana na sehemu kilipo. Na katika utafiti ambao tunaufanya chini ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, huu utafiti wetu tunaufanya hasa katika maeneo makubwa 5, na ninaweza nikayataja kwa uharaka na kwa ufupi. Sehemu ya kwanza katika utafiti wetu huwa tunaanza na utafiti wa afya ya udongo, ambapo kwenye afya ya udongo vitu tunavyofanya kwa uharaka ni kuangalia rutuba katika udongo, lakini vile kuangalia ni aina gani ya udongo, na kuangalia huo udongo tunaweza tukafanyaje kutunza rutuba iliyopo, lakini kama haipo tunaweza tukaongeza rutuba kwa njia gani, unaweza ukatumia mbolea gani, lakini vile kuangalia hifadhi ya maji kwenye udongo, na kuwashauri wakulima kwamba katika huu udongo walime mazao gani na kwa njia gani. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambapo tunaangalia afya ya udongo na mazao yanayostahili kwenye huo udongo na mbolea za kutumia na namna ya kuhifadhi huo udongo. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ambayo tunaifanya katika Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania ni utafiti wa mazao. Katika utafiti wa mazao sisi tunazingatia hasa kugundua mbegu bora za mazao ambayo yatawasaidia kuongeza tija kwa mkulima. Ninaposema tunagundua mbegu bora tunaziangalia katika nyanja tofauti tofauti. Kwa mfano, tunajikita katika kugundua mbegu bora zinazoweza kuzaa mavuno mengi ili kumwongezea mkulima tija. lakini kugundua mbegu bora ambazo zina ukinzani na magonjwa,
kugundua mbegu bora ambazo zina ukinzani na wadudu, kugundua mbegu bora ambazo zinaweza zikavumilia ukame, na kugundua mbegu bora ambazo zinaweza zikakomaa haraka na kumpatia mkulima mazao msimu unapokuwa umeanza aweze kupata mazao kwa uharaka. Kwa hiyo huo ni utafiti wa mazao ambao tunaufanya, na hiyo ni sehemu yetu ya pili. Katika sehemu ya tatu ambayo tunafanya huwa ni kujaribu kuchukua hizi teknolojia ambazo tunakuwa tumezizalisha kuzipeleka kwa wakulima. Kwa hiyo tuna kitengo maalumu ndani ya taasisi yetu ya TARI, tuna kurugenzi ambayo inajihusisha na kuchukua teknolojia mbalimbali ambazo watafiti wanakuwa wamezigundua na kuweza kuzipeleka kwa wakulima. Na katika kufanya hiyo kazi, hiki kitengo huwa wanachukua hizo teknolojia na kuzipeleka kwa wakulima, alafu wanawafundisha wakulima namna ya kuzitumia, na wanawaeleza hii teknolojia fulani, kama ni zao fulani linafaa kulimwa sehemu gani na kwa njia gani, labda utapanda kwa nafasi zipi, utatumia mbolea gani, utatumia viuatilifu gani. Kwa hiyo hicho ni kitengo ambacho kinachukua teknolojia kutoka kwa watafiti na kuzipeleka kwa wakulima na kuwashauri namna ya kutumia, na huwa wanatumia njia ya mafunzo ya ana kwa ana, lakini kilimo kwa vitendo, ambapo wanaweka mashamba darasa na kufundisha wakulima kwa vitendo. Lakini vile vile huwa tuna rekodi vipindi tofauti tofauti vya TV, vya redio na kuvirusha kwenye media tofauti tofauti, lakini tunatengeneza na vipeperushi na vijarida na vitabu kwa ajili ya kutoa kwa wadau mbalimbali na wakulima, ili waweze kupata zile teknolojia ambazo tunakuwa tumezizalisha, ili ziweze kuwafaidia wakulima, waweze kupata tija katika kilimo wanachokifanya. Hiyo ni sehemu ya tatu. Sehemu ya nne ya utafiti ambayo tunaifanya katika taasisi yetu ni ile ya kuongeza thamani katika mazao ambao wakulima wanakuwa wameyalima, yaliyotokana na teknolojia tulizozibuni sisi kama watafiti. Katika kitengo hiki tuna wataalamu mbalimbali ambao wamebobea katika uongezaji wa thamani kwenye mazao na usindikaji, ambapo wanatengeneza bidhaa tofauti tofauti. Hapa tulipo Sabasaba, ukitutembelea katika banda letu, ambapo tuko kwenye banda la Wizara ya Kilimo, ukifika ukiulizia hapa Sabasaba, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania, tulipo TARI, utakuta bidhaa tofauti tofauti ambazo zimetengenezwa na wataalamu wetu, wamesindika, wameongeza thamani. Kwa mfano, kama ni zao la karanga, utakuta tuna mafuta ya karanga, utakuta tuna jamu ya karanga, utakuta tumetengeneza mpaka mafuta ya manukato kutoka kwenye zao la ufuta. Ukija kwenye zabibu utakuta tuna waini, kuna na juisi tofauti tofauti za hayo mazao. Ukija kwenye muogo utakuta tuna unga wa muogo, kuna mikate imetengenezwa na unga wa muogo, kuna biskuti. Kwa hiyo tuna bidhaa tofauti tofauti zilizoongezwa thamani kutokana na mazao ambayo tumeyagundua na kuyapeleka kwa wakulima. Kwa hiyo katika kufanya usindikaji na kuongeza thamani, hapo tunawafundisha wakulima namna ya kuuza mazao yao na kuyapeleka sokoni. Wasivune na kuenda kuuza, wengine wanauza yakiwa shambani, hapo wanakuwa wanapata tija kidogo. Lakini tunapowafundisha wakaanza kuyasindika na kuwafundisha masuala ya masoko, namna ya kuyapeleka sokoni, mkulima anapata tija zaidi na anafaidi kilimo ambacho anakuwa anakifanya. Hiyo ni sehemu ya nne ya utafiti ambao tunaifanya. Lakini sehemu nyingine ya mwisho ambayo tunahusika nayo ni ile ya kutengeneza na kubuni zana tofauti tofauti za kilimo ambazo zinaweza zikamsaidia mkulima katika kufanya shughuli zake shambani. Kwa mfano, ukitembelea banda letu la TARI katika maonesho ya Sabasaba, hapa utakuta tuna mashine ya kupandia mazao, inaitwa Rafiki Planter. Ni mashine rafiki kwa mkulima. Hii mashine inaweza ikapanda mazao ya aina tatu: inapanda zao la pamba, inapanda alizeti na inapanda mahindi, na mkulima akifika hapa atajifunza namna ya kuitumia na namna anavyoweza kuipata. Kwa hiyo wadau na wakulima tofauti tofauti tunawakaribisha katika banda letu la TARI, yaani Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, waje tuwafundishe, tuwaonyeshe teknolojia tulizonazo, mazao mbalimbali tuliyogundua kwa ajili ya wakulima kuweza
kutumia katika maeneo yao, lakini tuwafundishe namna ya kutumia hizo teknolojia ambazo tumezibuni, na bila kusahau kuna teknolojia tofauti tofauti za kutumia shambani ambazo ni za kiagronomia, yaani kama unalima tunakufundisha na mbinu kwamba ulimeje zao lako, ulitunze vipi, kama ni kupruni utapruni vipi, utaweka mbolea baada ya muda gani, utaweka baada ya muda gani. Hayo yote wadau tofauti tofauti mkija hapa tutawafundisha, na basi mkitoka hapa mtaweza kwenda kulima kwa tija. Lakini vile vile tutawashauri na mbegu bora mnazotakiwa kutumia, na mtazipata katika banda letu hili, kwani tunauza na mbegu bora ambazo tumezigundua sisi, na sifa zake tutawafundisha kwamba hii ina sifa gani, hii ina sifa gani, inafaa wakati gani, inatoa mavuno kiasi gani. Wadau wote tunawakaribisha katika banda letu la Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, hapa katika banda la Wizara ya Kilimo. Kama nilivyosema hapo awali kwamba TARI tuna kitengo cha usindikaji na uongezaji wa thamani kwenye mazao ambayo tumeyagundua na kuyapeleka kwa wakulima. Tunatengeneza hizo bidhaa tofauti tofauti. Kwa mfano, kama ukija utakuta tumesindika mafuta ya karanga, mafuta ya ufuta, mafuta ya michikichi, mafuta ya nazi. Tuna jamu zinazotokana na korosho, waini inayotokana na korosho, tuna mikate, biskuti zilizotengenezwa kutokana na muhogo na viazi lishe. Hivi vyote ukija utakuta bidhaa tofauti tofauti zilizoongezwa thamani katika banda letu la TARI, na hizi bidhaa mara nyingi hautazikuta kwenye maduka huko sokoni. Hizi bidhaa utazikuta kwenye vituo vyetu. Kwa mfano, ukija hapa TARI Mikocheni iliyoko Dar es Salaam utakuta mafuta mwali ya nazi. Hayo utayapata kwenye kituo chetu cha TARI Mikocheni. Ukienda kule na Liendele Mtwara ndo utakuta waini za korosho, utakuta jamu zilizotengenezwa kutokana na karanga na korosho, utakuta korosho zilizokaushwa kwa jua na ambazo zimekaangwa. Kwa hiyo hizo bidhaa utazikuta kwenye vituo vyetu, na baadhi ya vituo vyetu wanakuwa na maduka ambayo na hayo maduka yako ndani ya vituo. Kwa hiyo hizi bidhaa sio kwamba utazikuta kwenye masoko huko madukani, lakini utazikuta kwenye vituo vyetu. Lakini namna ambavyo tunavyosaidia hizi bidhaa kuweza kusambaa ni kwamba huu usindikaji wetu vile vile tunaufundisha kwa wakulima. Kama mkulima umevutiwa na bidhaa fulani na unapenda kutengeneza hiyo bidhaa, unaweza ukajifunza kwetu. Wataalamu wetu wanafundisha namna ya kusindika hizo bidhaa, na wewe unaweza ukaenda, kama unalima hilo zao, basi na wewe ukatengeneza hiyo bidhaa, basi ukapeleka sokoni ukaanza kuuza, na ndo unapata tija. Na sisi hasa ndo kazi yetu, tunataka tusaidie wakulima namna ya kusindika hizo bidhaa, kuongeza thamani, afu wao ndo wapeleke sokoni. Sasa na sisi kama watafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI tunakuwa tumefaulu katika kufanya kazi yetu ya utafiti na kuieneza kwa wakulima. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, tunapokuwa tumefanya utafiti wetu na kugundua teknolojia mpya, kwa mfano kama ni mtafiti amegundua mbegu yake mpya, huu utafiti tunauanzia katika vituo vyetu. Mtafiti anafanya labda uchavushaji wa zao hili na zao hili, afu anagundua mbegu mpya. Akishapata mbegu mpya, kinachofuata ni kufanya majaribio ya hiyo mbegu kwa kuipanda shambani, kuona inakomaa baada ya muda gani, kuona imezaa mazao kiasi gani, kuona kama ina ukinzani na magonjwa. Afu akishapata hizo takwimu zote ambazo mkulima anahitaji kuzijua, basi tunaitoa kwenye majaribio ya kituoni, tunaipeleka kwenye majaribio katika mashamba ya wakulima, hasa ambapo ndo inatakiwa ikalimwe huko. Katika hayo majaribio ambayo tunaenda kuyafanya na wakulima, tunawahusisha wakulima kwamba tuna mbegu mpya tumeigundua, tumeshaijaribu katika vituo vyetu, imefanya vizuri, ina sifa hii na hii na hii. Kwa hiyo tunataka tuijaribu pamoja na wakulima. Kwa hiyo tunawashirikisha na wakulima, kwa sababu wanakuwa na mbegu zao ambazo wamezizoea, wanazipenda. Tunapanda hii mbegu mpya tuliyoigundua, na wakulima wanapanda ile ambayo wameizoea na wanaipenda, afu tunazilinganisha sasa ili kuona ipi itafanya vizuri. Kwa hiyo mkulima kwa kufanya hivyo, kwa kumshirikisha, na anapoona kwamba kweli hii mbegu mpya walioileta imefanya vizuri kuliko hii niliyokuwa nimeizoea, basi mkulima anaamini moja kwa moja, kwa sababu ameshuhudia kwa vitendo kwamba kweli hii ni mbegu mpya imekuja na sifa walizozisema ni kweli nimeziona.
na imefanya vizuri kuliko mbegu ya kwangu, basi mkulima kwa kuona hivyo kwa vitendo anaichukua moja kwa moja kuliko kwenda kumpelekea kwamba umeshafanya bila kumshirikisha. Lakini vile vile tunatoa na mafunzo vile vile hata ya ana kwa ana, mengine ni ya darasani, lakini yale hasa mafunzo tunayotumia kueneza teknolojia zetu ni hale hasa ya mafunzo kwa vitendo kupitia mashamba darasa, kwa kupanda hizi mbegu tulizozigundua kwa kulinganisha na zile wakulima walizozizoea, ili mkulima ajionee kwa macho kwamba tulichomwambia kwa mdomo akione na shambani, hapo hapo anachukua hiyo teknolojia na kuendelea nayo. Na kwa namna hiyo ndo tunakuwa tumetoa mafunzo juu ya teknolojia zetu na tunakuwa tumezieneza kwa wakulima ambao hasa tunazalisha hizo teknolojia ili wao wakazitumia. Utafiti tunaofanya katika Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI ni utafiti ambao tukishafanya kwa kweli, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kwamba tunaueneza kwa wakulima kwa sababu ndo tunawalenga, lakini vile utafiti huu huwa tunauchapisha katika majarida mbalimbali, journals za kitaifa na kimataifa, ili na wadau wengine wa kilimo, watafiti wengine na wanazuoni wa kilimo waweze kuutumia. Na kigezo kimojawapo kwa sisi watafiti, tunapanda hata vyeo, kigezo kimojawapo ni kuangalia tumetoa machapisho mangapi yaliyochapishwa katika majarida ya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo utafiti wetu hatukai nao, tunaueneza kwa wadau wengine kupitia hayo machapisho ili yaweze kuonekana kwa watu wengine. Kwa mfano kama sasa hivi kuanzia 2019 serikali imekuja na mkakati wa kufufua na kuboresha zao la mchikichi nchini Tanzania, na hili ni zao ambalo ilikuwa sio kipaumbele, lakini kuanzia mwaka huo serikali ikaliorodhesha katika mazao ya kipaumbele, ikatoa fedha na utafiti wake ukaanza na uzalishaji wa mbegu bora, na sasa hivi tumekwisha toa machapisho karibia zaidi ya 5, na kwa sababu ilikuwa ni zao ambalo alijafanyiwa utafiti sana, hayo machapisho yamesambaa, yameenda kwenye vyuo vya kilimo, yameenda kwa watafiti wa kimataifa, wameweza kujua kwamba Tanzania tuko wapi, tuko kwenye status gani ya kilimo cha mchikichi, na imekuwa kama ni kuweka msingi kwa watafiti wengine kuanzia hapo kufanya utafiti wa zao la mchikichi. Kwa hiyo utakuta wanafunzi katika vyuo vya kilimo wamepata hayo machapisho na inawatengenezea msingi wa kuanza kufanya utafiti zaidi katika zao hili jipya ambalo tunaingia kwenye utafiti wake nchini Tanzania. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI tunafanya kazi kwa ushirikiano na taasisi nyingine. Kwa mfano taasisi karibia zote zilizo chini ya Wizara ya Kilimo tunafanya kazi zetu kwa kushirikiana na hizo taasisi. Kwa mfano ukija hapa kuna taasisi inayojihusisha na kutoa ithibati ya mbegu na kusajili mbegu hapa nchini. Sasa kwa sababu sisi ni wagunduzi wa mbegu, tukishazigundua lazima tuzipeleke TOSCI ambayo ni taasisi inayojihusisha na kuzisajili na kuzipa ithibati. Lakini kuna taasisi zinazojihusisha na mbolea, na sisi tunafanya utafiti wa matumizi hayo mbolea, na wenyewe wanafanya usambazaji wa mbolea. Kwa hiyo lazima tushirikiane nao kufanya huo utafiti na kuweza kufikisha hizo teknolojia kwa mkulima. Kuna taasisi ambayo inajihusisha na usambazaji wa mbegu ambazo sisi tunakuwa tumezizalisha, ASA ambao ni wakala wa mbegu. Kwa hiyo lazima tushirikiane nao, sisi tukishazalisha wao wanaenda kuzimultiply na kuzisambaza kwa wakulima. Kwa hiyo tunafanya ushirikiano wa moja kwa moja na taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Kilimo. Lakini kwa mfano vyuo vikuu, vyuo vinavyojihusisha na kilimo, na wenyewe tunashirikiana nao kwa sababu sisi tuko katika field ya kilimo. Unakuta wanafunzi wanaosoma kwenye hivyo vyuo huwa wanakuja kwenye vituo vyetu vya utafiti, wanafanya mafunzo kwa vitendo na sisi tunasaidia kuwasimamia. Lakini vile vile unakuta watafiti wetu ni wabobezi kwenye hizi nyanja za kilimo na utafiti wa kilimo. Vile vile wanaweza wakasaidia wanafunzi ambao wako vyuoni kama kuwasimamia kwenye kufanya tafiti zao za kilimo. Lakini tuna mashirikiano na taasisi ambazo nyingine ziko nje ya nchi ambazo tunafanya nao, na wengine ni wadau wetu na wengine ni wadau wa kilimo katika maendeleo, na kwa kutoa ufadhili tunashirikiana nao kufanya tafiti za mazao yanayolimwa hapa nchini, lakini hata huko nje ya nchi, na wakati mwingine tunabadilishana hata nasaba za mazao ili kwamba zile ambazo hatuna tunaweza tukachukua kwao tukaleta kwa ajili ya kuboresha za kwetu.
na huko nje ya nchi, taasisi ambao wanahisi hawana nasaba za kutosha wanaweza wakaja kuchukua kwetu wakaenda kuboresha za kwao. Kwa hiyo katika hayo mashirikiano tunakuta tumefanikiwa katika utafiti wetu wa kilimo kwa kushirikiana na watu wengine. Hatuwezi tukafanya utafiti tukiwa tumejifungia sisi wenyewe bila kujua huko duniani katika tasnia ya kilimo na utafiti wenzetu wamefanyaje. Kwa hiyo lazima tuchukue mafanikio yao, tuyasome, tuweze na wenyewe kuyatumia na wenyewe watumie ya kwetu. Kwa kufanya hivyo wote tunaweza kuendelea kwa pamoja kufanikisha utafiti wa kilimo. Kwa jina naitwa Dr. Happiness Gabriel Mollel, ni mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, na pia mimi ni kaimu meneja wa kituo cha utafiti kinachojishughulisha na utafiti wa mboga mboga, matunda pamoja na vikolezo. Kituo hiki kipo Arusha. Katika maonyesho ya Sabasaba tumekuja na wine ambayo inaitwa beetroot wine. Hii beetroot wine tunaitengeneza kwa kutumia tunda linaloitwa beetroot. Hii wine ina virutubisho muhimu kwa ajili ya afya ya binadamu. Ina virutubisho vya vitamin, ina vitamini A, ina vitamini E, ina vitamini C. Pamoja na vitamini hivyo kuna madini ya chuma, kuna madini ya magnesium, kuna madini ya calcium pamoja na virutubisho vingine. Wine hii ni nzuri kwa sababu hata mtu ambaye hawezi kutumia lile tunda la beetroot kulingana na harufu yake, ila anaweza kuitumia wine hii na akapata virutubisho sawa na mtu ambaye anatumia lile tunda. Wine hii ina kilevi cha 10.5%. Haya ni majibu ambayo tumeyapata baada ya kutengeneza wine. Tukapeleka wine yetu maabara, ikafanyiwa analysis, ikaonyesha kuwa ina kiwango cha alkoholi ya 10.3%. Bidhaa hii ya wine imetengenezwa mwaka huu mwezi wa 4. Tangu tutengeneze bidhaa hii tumeona kuna mwitikio mkubwa wa wadau wetu kuipenda wine hii, kwa sababu wine hii ziko za aina mbili. Kuna ambayo ni dry wine na kuna ambayo ni sweet wine. Kwa wale wadau ambao hawapendi dry wine wanaweza kuitumia wine hii ya beetroot, na wale wadau wengine ambao wanapenda sweet wine wanaweza kuitumia ambayo ina sukari. Ili uweze kutengeneza wine hii unatakiwa pia na matunda ya beetroot. Haya matunda yanapatikana Tanzania, kwa hiyo upatikanaji wake ni rahisi, hata ulimaji wake pia ni rahisi. Tunaweza tukalima hayo matunda na tukaweza kuyapata kwa ajili ya kutengeneza wine ambayo tunahitaji sisi. Bidhaa nyingine ambayo tumeileta katika maonyesho ya Sabasaba ni bidhaa ya unga lishe. Huu unga unatengenezwa kwa kutumia mchicha nafaka, tunatumia mahindi lishe, tunatumia uwele pamoja na ngano. Bidhaa hii jinsi tunavyoitengeneza, tunatumia mchicha, tunaweka kiasi kikubwa cha mchicha nafaka ili tuweze kupata vile virutubisho ambavyo vinahitajika kwenye mchicha huu. Kwa nini tunasema mchicha nafaka na sio mchicha mwingine? Mchicha nafaka una kiasi kikubwa cha protein. Kwa hiyo ukiweka kwenye huu mchanganyiko wa unga unakuwa mzuri kwa mtu yeyote. Mzee anaweza kuutumia, watoto wanaweza kuutumia, na vijana pia wanaweza kuutumia. Kwa kiasi kikubwa cha virutubisho vilivyomo katika huu unga ni protein. Napenda kuwataarifu wananchi kwamba endapo watahitaji unga huu, unga lishe, wanaweza wakawasiliana na sisi tukaweza kuwatumia popote pale walipo. Sisi tunapatikana Arusha. Kwa hiyo tunawapa mawasiliano na namba zetu za simu ni 0744328314. Wakiwasiliana na sisi tunaweza tukawatumia unga sehemu yoyote walipo.